Bwana Clam, najua unashangaa kwamba nimefikaje hapa, lakini sina maneno mengi leo. Nimekuja tu kukueleza kwamba nimekubali kuingia kwenye chama. Vipi, mbona unashangaa? Amna, imekuwa kama vile surprise kwangu. Nimefurahi kusikia hivyo. Ni imani yangu uko poa, mwanafamilia wa BMP Entertainment. Kama kawaida, leo hii tunakuletea tathmini na uchambuzi wa kina kuhusiana na tamthilia pendwa kabisa ya The Big Boss, ambayo leo hii tupo katika hatua ya 9 baada ya kutazama kwa uzuri hatua iliyopita ya 8 na mambo mengi ambayo yamejitokeza. Lakini tutaangalia namna ambavyo Vevo amemkaribisha mchungaji baada ya muda kadhaa kuanza kuindana. Vevo alikuwa akimshawishi namna gani ambavyo anaweza kujiunga na chama, lakini mchungaji alikuwa akikwepa. Ni nini kilichosababisha mchungaji kumfuata nyumbani Vevo na kutaka kujiunga na chama? Vyote hivyo tutavitathmini kwa kina hii leo, lakini nikusi kama kuna kitu ambacho unakifahamu kabla ya kuanza rasmi, ili tupate ile general knowledge kwa pamoja, basi unaweza kaandika maoni yako kwa kile ambacho tunakieleza hii leo katika comment section ili tujadili kwa pamoja. Lakini sambamba na hilo, tutaangalia maisha ya sasa ya Mgaya, kitu gani ambacho kinaendelea, mambo ambayo yanapitia hasa tulioyashuhudia katika nafasi ya 8. Lakini bila kusahau tutaangalia ndoa inayomhusisha Matula. What is happening? What is going on? Tutatazama zaidi katika nyanja hizo, lakini tukiweka kambi kidogo katika sakata ambalo lina mkumba leo hii mchungaji mpaka kufikia hatua ya kumfuata Vevo kwake. Tuweke bezi hapo ili tuangalie kwa kina ni namna gani, kitu gani kimemsukuma kutamani utajiri, kutamani kuingia katika chama. Naamini kuna pressure kubwa ambayo inatoka kwa mke wake baada ya juzi hivi kupata zawadi ya maembe. Kuna mtu ambaye alimtibia na akamletea zawadi ya maembe. Kwa hiyo ile pale ilitumia kama mke wake alitumia kama sehemu ya kumuonyesha hali ngumu alionayo na hadeserve kuishi katika maisha yao na huduma anayotoa. Hiyo imemfanya kumfuata Clam Vevo na kumuomba rasmi ajiunge na chama. Unamshauri nini mchungaji? Maamuzi aliyoyafanya ni mazuri kwa namna gani na ni mabaya kwa namna gani? Tuandikie katika sehemu hiyo ya kuandikia maoni kwa maana ya comment section, basi tuendelee kujadili kwa pamoja. Na hii naona Clam Vevo anaenda kuwin. Vevo anaenda kuwin kwa sababu mchungaji ndio alikuwa ni first barrier ya kupeleka mashambulizi kwa mama yake ili kumrahisishia kazi yake ambayo alipewa kama sehemu ya sharti la chama. Kwa hiyo mchungaji alikuwa akimtibia pale ambapo Vevo alikuwa akipeleka changamoto zake kwa mama yake ili awepate urahisi wa kutekeleza kile ambacho alipewa kama sehemu ya masharti. Sasa kipindi ambacho mchungaji anaingia kwenye chama, basi patakuwa hakuna barrier, patakuwa hakuna kikwazo chochote cha Clam Vevo kupeleka ajenda zake kwa mama yake. Kwa hiyo naona kabisa ni mafanikio ya Vevo anaenda ya achieve siku hizi zijazo. Tutashuhudia hicho kwa pamoja. Na wewe una maoni gani? Basi nikukumbusha, basi sehemu yako ni moja tu ya kuandika hapo chini na then tujadili kwa pamoja. Lakini tuyatazame maisha halisi ya sasa hivi ya Mgaya. Mgaya tunajua kama aliambiwa atoe kafara ya mtoto, lakini alijaribu kutoa kafara, lakini yule mtoto alikuwa hana vinasaba naye, kwa maana alikuwa ni mtoto wa baba mwingine, which ni kitu ambacho kilifanya kafara ile ikataliwe. Sasa kutokana na hilo aliamua kukimbilia kijijini kwa dada yake. Sasa akiamini kwamba maisha yatakuwa simple na watu wa chama basi hawatomfuatilia, lakini imekuwa ni tofauti na kile alicho
kufikiria. Leo hii tunaona kuna pressure kubwa kule alipo dhidi ya chama chake, kiasi kwamba waganga wamehusika, na pia imekuwa ngumu kuendelea kusurvive, kiasi kwamba Mgaya akawaza namna gani ambavyo anaweza aka escape kutokana na hizo attacking ambazo zinatokana na chama chake. Kufikiria kutaka kujiua, hicho ni kitu ambacho kimejitokeza katika episode iliyopita. Mgaya anataka kujiua ili kuweza kuachana kabisa na mambo ambayo yanayomtokea kwa sasa kutoka kwa chama. Lakini baada ya muda mchache kuwaza mara mbili mara tatu, akaona kwamba no, hadeserve kujiua, bali ana uwezo wa kutatua swala hilo na mambo mengine akakaa sawa. Muda mchache alikuja na idea ya kutaka kuoa eneo lile la kijijini. Unahisi ni kwa nini Mgaya ameamua kutaka kuoa katika eneo hilo la ambapo anaishi dada yake, kwa maana ya kijijini? Ni nini kimechomsukuma Mgaya kuoa? Tuambie basi kwenye comment section ili tujue ni namna gani ambavyo tuko pamoja, ni namna gani ambavyo tunaweza tukashare idea kutokana na hichi tunachozungumzia. Lakini mmoja kati ya watazamaji wangu hii leo amenipenyezea kwamba sababu ya Mgaya kutaka kuoa ni kwamba apate damu yake, apate mtoto mwenye vinasaba naye, ili aweze kutoa kafara ili aendelee na maisha yake kama kawaida. Hilo ni mmoja kati ya wadau wangu ambao wamenipenyezea. Unakubaliana na hilo? Na kama hukubaliani nalo, ni nini ambacho unakiamini wewe kama mfuatiliaji wangu, mwanafamilia wa BMP Entertainment? Basi uandikie katika comment section ili twende pamoja. Hii ni BMP Entertainment. Lengo kubwa ni kusaidiana kuelewa, lengo kubwa ni kusambaza upendo wa burudani kupitia tamthilia mbalimbali hapa nchini Tanzania. Mimi ni Mrisho Wise na nikusii kubonyeza neno subscribe ili kuwa mwanafamilia, kugonga muhuri wa moto kufuatia tamthilia mbalimbali ambazo zinazoendelea, ili uwe na haki ya kuzipata kwa wakati. Uchambuzi yakinifu kutoka hapa BMP Entertainment. Basi nikuhalike, nikusisitize basi uendelee kuwa na sisi.
Leo.